Katika orodha ya bidhaa zinazotumika kila siku duniani, dawa ya meno ni miongoni mwa bidhaa muhimu zaidi katika maisha ya binadamu. Miongoni mwa chapa zilizojijengea jina kubwa katika sekta ya usafi wa kinywa ni Colgate, chapa ambayo imekuwa sehemu ya familia nyingi kwa zaidi ya karne mbili. Kupitia ubunifu wa kiteknolojia, mikakati madhubuti ya kibiashara na uwekezaji katika tafiti za kisayansi, Colgate imeendelea kubaki kuwa moja ya majina makubwa yanayoongoza katika soko la kimataifa la bidhaa za usafi wa kinywa. Chini ya mwamvuli wa kampuni ya Colgate-Palmolive, chapa hii imepanuka kutoka biashara ndogo karne ya 19 hadi kuwa shirika kubwa la kimataifa linalosambaza bidhaa zake katika nchi zaidi ya 200 duniani. Safari ya Colgate ni hadithi ya mabadiliko ya viwanda, ushindani wa soko na uwezo wa kuendana na mahitaji yanayobadilika na watumiaji. Watu wengi hutumia dawa hii, lakini wengi hawafahamu kwamba kuna mengi kwenye historia ya Colgate, ikiwemo kwamba jina Colgate ni jina la mtu. Hivyo katika makala hii nimekuandalia historia maalum ya bidhaa hii ili uweze kufahamu, na siku utakapokuwa ukiiona Colgate mezani kwako, basi uweze kukumbuka mambo mengi yanayohusiana na bidhaa hiyo. Mimi naitwa Justin Shedi, sasa twende kazi. Historia ya Colgate ilianza mwaka 1806 jijini New York nchini Marekani, wakati mfanyabiashara kijana aitwaye William Colgate alipoanza biashara ndogo ya kutengeneza sabuni na mishumaa. Wakati huo dawa ya meno haikuwa bidhaa ya viwandani kama ilivyo hivi leo. Watu wengi walitumia mchanganyiko wa unga wa mkaa na chumvi ili kusafisha meno yao. Katika miongo ya kwanza, kampuni hii ilijikita zaidi katika utengenezaji wa sabuni na bidhaa za usafi wa mwili. Hata hivyo, kadiri mahitaji ya bidhaa za usafi yalivyoongezeka katika jamii ya Marekani karne ya 19, kampuni ikaanza kupanua wigo wake wa uzalishaji. Mwaka 1873, Colgate ilianza kutengeneza dawa ya meno kwa mara ya kwanza, ikiwa katika mfumo wa cream iliyowekwa kwenye vichupa vidogo vya glasi. Hatua kubwa ya ubunifu ilikuja mwaka 1896, pale ambapo kampuni ilipoanza kuuza dawa ya meno katika tube laini inayokamuliwa, muundo uliorahisisha matumizi na kuhifadhi bidhaa. Ubunifu huo uliifanya Colgate kujitofautisha na washindani wake na kuweka msingi wa mabadiliko makubwa katika tasnia ya usafi wa kinywa. Baada ya kuimarika katika soko la Marekani mwishoni mwa karne ya 19, Colgate ilianza safari ya kupanuka kimataifa mwanzoni mwa karne ya 20. Kuongezeka kwa biashara za kimataifa na maendeleo ya usafiri baharini kulirahisisha usambazaji wa bidhaa hii nje ya Marekani, na hiyo ilifungua milango ya masoko barani Ulaya, Amerika ya Kusini na Asia. Kabla hatujaenda mbali, wacha nikurudishe nyuma ili kufahamu maisha ya William Colgate ambaye alianzisha kampuni hii. William Colgate alizaliwa mwaka 1783 huko nchini Uingereza katika familia ya wakulima. Akiwa kijana mdogo, familia yake ilihamia Marekani mwishoni mwa karne ya 18, kipindi ambacho taifa hilo lilikuwa katika hatua za mwanzo za kujijenga kiuchumi baada ya mapinduzi yake ya uhuru. Kuhamia Marekani kulimpa fursa ya kukua katika mazingira mapya yenye nafasi za biashara na viwanda. Mwaka 1806, akiwa na umri wa miaka 23, William Colgate alianzisha biashara ndogo ya kutengeneza sabuni na mishumaa jijini New York. Katika kipindi hicho, bidhaa za usafi zilikuwa zikihitajika kwa wingi. Katika miji mingi iliyokuwa inakuwa kwa kasi, watu walikuwa wakizinunua kwa kasi bidhaa hizi. Kupitia nidhamu ya kazi, ubora wa bidhaa na uaminifu kwa wateja, biashara yake ilianza kuimarika hatua kwa hatua. Mbali na mafanikio yake kibiashara, William Colgate alijulikana pia kwa misingi yake ya maadili ya kidini, ambayo iliathiri namna alivyoendesha biashara yake. Aliamini katika uadilifu, uwajibikaji na kutoa sehemu yake ya mapato kwa shughuli za kijamii na kidini. Mtazamo huo ulijenga taswira chanya ya kampuni yake katika jamii. Kadiri miaka ilivyopita, biashara yake ilipanuka na kuendelea mbele zaidi kufikia hata kiwango kikubwa katika mabara mengine. Mwaka 1928, kampuni ya Colgate iliungana na kampuni ya Palmolive Peat Company, hatua iliyosababisha kuundwa kwa kampuni iliyoitwa Colgate Palmolive. Muungano huo uliipa kampuni mtaji mkubwa, mtandao mpana wa usambazaji na uwezo wa kuwekeza zaidi katika matangazo na tafiti za bidhaa. Kuanzia hapo, ukuaji wake ulikuwa wa kasi zaidi na wa kimkakati. Katika nusu ya pili ya karne ya 20, Colgate ilijikita katika kuanzisha viwanda na ofisi katika mabara mbalimbali badala ya kutegemea mauzo ya kusafirisha bidhaa kutoka Marekani pekee. Mkakati huu ulisaidia kuelewa mahitaji ya soko ya ndani, kubadilisha ladha na vifungashio kulingana na utamaduni wa watumiaji na kushindana kwa ufanisi dhidi ya makampuni mengine ya kimataifa. Kupitia uwekezaji wa muda mrefu katika masoko yaliyoibuka, hasa Amerika ya Kusini, Afrika na Asia,
Colgate iliweza kujenga uwepo imara na kuwa moja ya chapa zinazoongoza katika sekta ya usafi wa kinywa duniani. Leo bidhaa zake zinapatikana karibu nchi zaidi ya 200, jambo linaloonyesha mafanikio ya mkakati wake wa upanuzi wa kimataifa. Baada ya kifo cha William Colgate mwaka 1857, uongozi wa biashara uliendelea chini ya familia yake, hasa wanawe, ambao waliendeleza misingi ya ubora na nidhamu aliyoiweka. Kwa miaka iliyofuata, Colgate ilikuwa kampuni kubwa sana kiasi kwamba kila bara ilipokwenda ilikuwa ikinunua makampuni mengine ya dawa za meno na kuyafanya yawe chini yake, jambo lililosababisha Colgate kuwa kampuni kubwa zaidi ya usafi wa kinywa ambayo ina mizizi yake kwenye nchi nyingi zaidi duniani. Colgate pia wamekuwa wakijitangaza sana kupitia matangazo ya biashara kwenye televisheni, redio pamoja na vipeperushi. Lakini mwaka 2007 mamlaka ya udhibiti wa matangazo huko nchini Uingereza waliwakataza Colgate kusema kwenye matangazo yao kwamba madaktari 3 kati ya 4 wanapendekeza watu watumie Colgate, jambo ambalo baada ya utafiti ilijulikana kwamba madaktari hao wamekuwa wakipendekeza hata bidhaa kutoka makampuni mengine kama wanavyoipendekeza Colgate. Hivi sasa Colgate wana bidhaa nyingi ukiachana na bidhaa za usafi wa kinywa, isipokuwa bidhaa hizi za usafi wa kinywa ikiwemo dawa ya meno zimekuwa zikileta mapato makubwa zaidi kwenye kampuni hiyo kuliko bidhaa zao nyingine. Asante kwa kutazama video hii, niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Jina langu ni Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.